Kwa jina anaitwa Stefano Mtega, kaimu mganga mkuu kituo cha afya Kipengere Mission, ambacho kinamilikiwa na Jimbo Katoliki la Njombe, ambacho kwa sasa kipo chini ya usimamizi wa parokia ya Kipengere. Kituo hiki mwanzo kabisa kilikuwa kama zahanati, ambacho kilianzishwa mwaka 1968 chini ya wamisionari, ambapo lengo lao kubwa ilikuwa ni kutoa huduma kwa jamii kama waamini wanaowahudumia, kwa maana ya kutoa huduma kiroho pamoja na huduma ya kimwili, ambapo mwaka huo kilianzishwa 1968, ambapo kilitoa huduma, baadaye kikapandishwa ngazi kuwa kituo cha afya Kipengere Mission mwaka 2015. Na kama nilivyosema awali, kituo hiki kinapatikana katika kijiji cha Kipengere, wilaya ya Wanging'ombe, ambapo kinazungukwa na vijiji mbalimbali. Mfano wa vijiji hivyo ni kijiji cha Mafinga, Moronga, Mwilamba, Igosi, Ingenyango. Na vijiji hivi vyote vinategemea huduma hapa kama kituo mama, kituo cha afya, kwani hayo maeneo mbalimbali ni zahanati, ambapo kituo chetu hiki cha Kipengere Mission kina vitengo mbalimbali. Kina kitengo cha kwanza ni OPD, ambao ni huduma ya wagonjwa wa nje ambao wanafika kuhudumiwa na kuondoka. Kitengo kingine ni kitengo cha wagonjwa wa ndani, yani IPD, wagonjwa wa kulazwa, ambao kutokana na changamoto zao wanalazwa, ambapo hicho kitengo tuna mawodi kwa ajili ya watoto, mawodi kwa ajili ya kina baba, mawodi kwa ajili ya kina mama, mawodi kwa ajili ya wazazi ambao kwa ajili ya kujifungua. Lakini pia tuna kitengo cha maabara, ambapo tunaendesha upimaji wa magonjwa mbalimbali na tafiti ndogo ndogo. Lakini pia tuna kitengo cha RCH, yani kitengo cha huduma ya mama, baba na mtoto. Na kitengo hicho kama ilivyojieleza kinahudumia huduma za mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu kwa kina baba, kwa kina mama pamoja na watoto, na kupima uzito, maendeleo ya ujauzito, maendeleo ya watoto. Lakini pia kituo chetu kinatoa huduma ya tiba na uangalizi endelevu, kwa maana ya CTC kwa wagonjwa wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, ambapo tunatoa huduma ya kutoa dawa za kusaidia kufubaza makali ya virusi vya ukimwi na ushauri mbalimbali. Asante. Na kwa muktadha wa vijiji ambavyo nimetaja, kituo kama kituo kinafanya huduma namba moja ni tunaita huduma mkoba, kwa Kiingereza wanasema outreach, ambapo kwenye vijiji mbalimbali tunazunguka kwa kushirikiana na viongozi wa vijiji husika kutoa elimu kuhusu afya zao, kuhusu kujikinga na magonjwa mbalimbali, lakini pia kujua changamoto wanazokutana nazo kwa upande wa kiafya, na ni namna gani wanaweza kujikinga kupata magonjwa ya mlipuko. Lakini pia tunawatembelea kwa kutoa huduma hizi. Mfano nilivyoelezea hapo awali, kuna huduma hizi za dawa kwa ajili ya kufubaza makali ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kutokana na tuite jiografia ya eneo husika, kuna vijiji ambavyo ni vya mbali. Kwa hiyo sisi kama kituo tunafanya jukumu la kuchukua dawa na kuwapelekea wapate huduma kwa urahisi zaidi, ili kwa ajili ya kuimarisha afya zao. Hapa ni mwanzo kabisa kwa kituo chetu cha afya Kipengere Mission, ambapo mpokea huduma anapokelewa au anafika mwanzoni kabisa, ambapo kama ambavyo kibao kinajieleza, atafika na kuingia hapa kwa ajili ya kuanza kupokea huduma zetu. Nafikiri tuingie ndani kwa ajili ya kuona ni sehemu gani ambapo mpokea huduma atafika na kupata huduma husika.
ambapo akishafika atakaa kwenye viti kadiri ya mlolongo kama kuna watu wengi, lakini kama ni ikifika zamu yake ataingia kwenye chumba cha mapokezi, ambapo chumba chetu cha mapokezi ni hiki hapa. Ataangaliwa kwa ajili ya kuangalia huduma za mwanzo, ambapo atachukuliwa zile huduma za msingi kwa maana ya uandikishaji wa majina na kuangalia uharaka wake wa kupokea huduma ili aweze kuhudumiwa inavyotakiwa. Baada ya kuandikishwa, anaingia kwa daktari, ambapo tuna vyumba vya madaktari, vyumba 4 ambapo chumba cha kwanza cha daktari ni hiki, cha pili ni hiki hapa chumba cha daktari, chumba cha tatu ni hiki, na tuna chumba kingine. Huku ambapo ni chumba cha daktari, atapokelewa na kueleza shida yake au tatizo lake kwa daktari, na daktari atampa huduma inayotakiwa kadiri ya haja ya mpokea huduma au tatizo la mpokea huduma. Baada ya hapo ataelekea maabara endapo huduma yake itahitaji vipimo. Ataelekea maabara na akitoka maabara atarudi tena kwa daktari. Hili ni eneo la maabara katika kituo chetu cha Kipengere Mission Health Center, ambapo hapa ni eneo la mpokea huduma au wateja wetu wanasubiri kadiri ya foleni wanavyosubiri kuingia kwa ajili ya kupata huduma ya maabara na upimaji. Na hiki ni chumba cha maabara, sehemu ya mapokezi, ambapo mpokea huduma au mteja atachukuliwa maelezo pamoja na kuchukuliwa sampuli, mfano damu na vitu mbalimbali, au kupewa chombo kwa ajili ya kukusanya sampuli, labda mkojo, haja kubwa, kadiri ya mtaalamu alivyopokea maelekezo kutoka kwa daktari. Na maabara yetu ina vitengo mbalimbali, kuna parasitology, lakini pia kuna hematology, na huku kuna clinical chemistry, ni kitengo cha 4. Tuna microbiology, ambapo vipimo mbalimbali vinafanyika katika hii maabara yetu. Kwa hiyo maabara yetu vitengo vikubwa ni hivyo 4. Kuna hiyo parasitology, hematology, clinical chemistry pamoja na microbiology. Kama tulivyoeleza, maana akishapata vipimo hapa, mgonjwa wetu atarudi tena kule kwa daktari kwa ajili ya kurudisha majibu na kupewa matibabu ambayo yanaendelea kulingana na matokeo ya vipimo vyake. Na hili ni dirisha la dawa au sehemu ambapo mpokea huduma au mgonjwa au mteja anakuja kuchukua dawa baada ya kuongea na daktari, kupata vipimo na kupata majibu yake, na hivyo kupata dawa husika kulingana na tatizo. Kwa hiyo dirisha la dawa linalotumika ni hili, ambapo tuna kiti ambacho mteja anaweza kukaa kusubiri zamu yake kabla hajafika kuchukua dawa. Na dirisha hili limeunganika na store yetu ambayo ipo ndani. Tunaweza kuiona pia store tulionayo katika kituo chetu. Hapa ni chumba cha kutolea dawa au kitaalamu tunaita dispensing room, ambapo mtaalamu anatoa dawa
kwa mgonjwa kumpatia dirishani kutokana na maelekezo ya daktari alivyoandika kulingana na tatizo la mgonjwa au mteja husika. Lakini katika kituo chetu tunayo store ya dawa, store kubwa ambapo tunatumia kwa ajili ya kuhifadhi dawa kabla ya kuzipeleka kwenye dirisha la kutolea au chumba cha kutolea ambapo tunaita dispensing room. Store yetu ni kama hivi ambavyo inaonekana, ina muundo huu hapa, ambapo kila dawa tumeitenga sehemu yake na jina, lakini pia kulingana na makundi ya dawa. Mfano labda kundi la dawa za watoto au kundi la dawa za magonjwa ambayo sio ya kuambukiza au kundi la dawa za mfumo wa hewa. Kwa hiyo kila dawa ipo kulingana na makundi kadiri ya mfumo ambavyo unahitaji. Huku ni upande ambao ni mawodi au vyumba vya kulaza wagonjwa, ambapo inajumlisha mawodi kwa ajili ya watoto, wanawake na wanaume, yani wababa. Lakini pia ni mawodi kwa ajili ya wazazi wanaokuja kujifungua, pia ni huku. Lakini pia huku kuna vyumba kwa ajili ya upasuaji au theater, lakini pia tuna minor theater au theater ndogo kwa ajili ya upasuaji mdogo. Kwa hiyo haya majengo yote yanajumlisha hivyo vitengo, lakini pia na kitengo cha meno. Tutapita tuone kwa ufupi kila hizo wodi ambazo nimezielezea, kwa maana ya wodi ya watoto, wodi ya kina mama, wodi ya kina baba, lakini pia wodi ya wazazi, lakini pia sehemu ya kujifungulia. Huku ni wodi ya wazazi ambapo tunawalaza wanawake au wamama wanaosubiri kwa ajili ya kujifungua, lakini pia wale ambao wameshajifungua kabla ya kuwaruhusu kurudi kwao. Kwa hiyo wodi ya wazazi ni hii huku. Hii ni kliniki ya kinywa na meno au dental unit. Kama nilivyoeleza awali, katika kituo chetu pia tuna hii kitengo kwa ajili ya kinywa na meno. Kwa hiyo chumba chetu ni hiki hapa, ambacho kinatumika kwa ajili ya kuangalia ambapo huduma msingi zinazotolewa, kuna kung'oa meno, kuziba meno, kusafisha meno na huduma nyinginezo zinazohusu kinywa na meno kadiri ya wataalamu wanaohusika. Hiki ni chumba au wodi kwa ajili ya akina mama ambao wagonjwa wa ndani ambao ni wanawake. Kwa hiyo tunatumika kwa ajili ya kuwalaza au female ward, ambapo kwa muonekano wa ndani ni kama hivi. Tuna jumla ya vitanda hivi hapa upande huu, lakini pia tunavyo upande huu na vyoo vya ndani. Kwa hiyo wanaolazwa huko wote wanatumia vyoo vya ndani. Vitanda vyetu ni hivi kama ambavyo tunaviona. Upande huu ni wodi ya kina baba au wodi ya wanaume, ambao kwa wagonjwa wanaolaza matatizo yao ni ya kulazwa, natumika wodi hii hapa, ambapo chumba hiki ni wodi ya wanaume. Lakini pia tuna vyumba binafsi, kwa kitaalamu tunaita private wards, ambapo tuna chumba hiki hapa
na hiki hapa. Kwa mgonjwa au mteja au mpokea huduma ambaye atahitaji kuwa peke yake, anahitaji kuhudumiwa akiwa peke yake, basi anatumia vyumba hivi hapa. Kama tulivyoona na kupata historia ya kituo cha afya Kipengere Mission, ambapo tumeona mwaka iliyoanzishwa na kuhama kutoka zahanati kwenda kituo cha afya, lakini pia tumeona huduma zinazotolewa, tumeona pia mazingira ambayo ya huduma zinatolewa. Hivyo basi nipende kuwakaribisha watu wote kupata huduma katika kituo chetu kulingana na huduma husika ambazo tumeziona. Tumeona huduma mbalimbali, wagonjwa wa nje, wagonjwa wa ndani, huduma ya maabara, huduma ya utolewaji wa dawa yani pharmacy, lakini pia tumeona wagonjwa wa ndani kama inavyotolewa inavyotakiwa. Hivyo niwakaribishe kupata huduma kituoni kwetu kulingana na mazingira ambayo ni rafiki kwa wapokea huduma. Na uzuri wa kituo chetu, tupo karibu na kanisa la Roman Katoliki kigango cha Kipengele, ambapo ni parokiani Kipengele. Hivyo mteja atapata huduma zote, kwa maana ya huduma ya kimwili, kiafya, lakini pia huduma ya kiroho. Karibuni sana watu wote kituo cha afya Kipengele.